Mashaallah. Salma Adi Swaleh. Watu hapa moja kwa moja. Hassan Rashid Ali. Huyu mwanafunzi. Habari mpenzi mtazamaji uliyoungana nasi hivi sasa, tupo jijini Dar es Salaam, tunakuletea aliyojiri leo tarehe 15 mwezi wa 3 2025. Ni tukio la ugawaji wa zaka kwa wanufaika 40 lililofanyika leo siku ya Jumamosi katika ukumbi wa taasisi ya Hayatul Ulama iliyopo Tabata Segerea. Tukio hili lilisimamiwa na Injinia Haji Mrisho ambaye ni katibu wa bodi ya Baitul Mal Tanzania na Dr. Ibrahim Ghulam mwenyekiti wa bodi ya Baitul Mal Tanzania. Suala la ukusanyaji wa zaka na sadaka na wakfu husimamiwa na Baitul Mal kama ilivyo ada hapa nchini Tanzania, inayoundwa na jumuiya ya wanataaluma wa Kiislamu watambulikanao kama TAMPRO wakishirikiana na jumuiya ya wanazuoni wa Kiislamu Hayatul Ulama. Ndugu watazamaji, kwa kweli ilikuwa ni shamra kwa wanufaika waliopokea. Mimi naitwa Rashid Salum Fai, natokea Magomeni, naishi Magomeni. Kwa hili lililotuleta kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tumekutanishwa leo hapa na Baitul Mali. Tunamshukuru Allah ametujalia na hii hali iendelee kwa ajili ya Waislamu, kwa sababu hili swala kila mmoja anaona kama ni uongo, lakini haki imetendeka. Kwa kila alichokipata japo kidogo kitamsogeza sehemu ambayo inastahili. Kwa hiyo tunaomba Mwenyezi Mungu ajalie na waendelee na shughuli, na hao wanaotoa pia vile vile Mwenyezi Mungu awafanyie sahala mambo yao na kila jambo liende salama, na sisi tuliopokea inshallah Allah tujalie tuendelee na matumizi yaliyo kheri inshallah. Baitul Mali imeanza kutaja siku nyingi, isipokuwa hii ni kwa mara ya kwanza kupokea Baitul Mali au kukutana kama hivi. Mimi najitambulisha kwa jina langu, naitwa Juma Maulidi na Heka kutoka Mrahati kwa Jongo, maarufu Masjidi Ngamia. Kwa hiyo nashukuru sana kwa tukio hili, tukio la kisheria. Kubwa zaidi ni kuombea dua hawa watu waliolifikiria hili swala, kwa sababu kwetu hapa Tanzania ni sehemu chache sana zenye ofisi za namna hii, toka misikitini mpaka na sehemu zingine za kawaida haijatokea swala kama hili, lakini imepatikana watu wakafanya busara, wakajua kwamba kuna watu wahitaji, tuwasaidie kwa njia gani, wakaundisha hiki chombo ambacho kipo lakini matumizi yake ilikuwa si vile inavyohitajika. Kwa hiyo inshallah tunawashukuru sana hawa viongozi waliolifikiria swala hili na tukaweza kufanikisha kama alivyozungumza mwenzangu wa kwanza kwamba tukio la zaka kwa mimi ndio kwa mara yangu ya kwanza, japo ninasikia kwamba kuna vitengo vya zaka, lakini ni wengi walikuwa wanasema ni ubabaishaji tu, lakini kwa hili leo si swala la ubabaishaji, ni swala ambalo ni kweli na wanatekeleza zile sheria na taratibu zote ambazo zimepangwa katika utaratibu wao wa zaka. Kwa hiyo inshallah tunaombea dua Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa moyo huo, na Mwenyezi Mungu awape nguvu ya kuongoza na kuwajua wengine ambao waliokuwa bado hawajapata sadaka hizi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Haji Mrisho Bibi, ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Wataalamu wa Kiislamu Tanzania, yani TAMPRO, na pia ni kaimu katibu wa bodi ya Baitul Mali Tanzania. Baitul Mali Tanzania ni chombo ambacho kilianzishwa mwaka 2002 ikiwa na jukumu la kukusanya zaka, sadaka pamoja na mali za wakfu na kuwawezesha wale ambao ni wahitaji. Chombo hiki ambayo sasa hivi kinaendeshwa kwa bodi iliyoundwa na wajumbe 8 ikiongozwa na mwenyekiti wetu Sheikh Ibrahim, Dr. Ibrahim Ghulam, makamu mwenyekiti brother Salum Lupande, imejipanga kwa ajili ya kuimarisha chombo hiki ambacho kina manufaa makubwa kwa umma wetu wa Waislamu na Tanzania kwa ujumla. Kama tunavyofahamu kwamba miongoni mwa changamoto kubwa zinazowakabili wa Tanzania wakiwemo Waislamu hapa nchini ni tatizo la kipato duni na tatizo la umaskini. Sasa moja ya malengo ya Baitul Mali ni kuja kukusanya zaka
mali za wakfu na sadaka na kuwapatia wale watu ambao ni wahitaji, ili kupunguza pengine na kuondoa hiyo changamoto ya umaskini na changamoto ya kipato kidogo. Tunafahamu kwa mfano juhudi za serikali katika kupambana na hali ya uchumi ya umaskini hapa nchini. Sasa hii pengine ni sehemu ya jitihada ambazo zinaunga mkono hizi juhudi za serikali, kuangalia namna gani tunaweza tukawawezesha wanajamii wetu ili wawe na maisha ambayo ni bora na ustawi uliokuwa mzuri. Chombo chetu kama nilivyoeleza kinafanya kazi ya kukusanya zaka na sadaka pamoja na mali za wakfu na kugawa. Tunakusanya kutoka kwa watu ambao wana uwezo, tunatunza kwa uaminifu kabisa na tunawapatia wale ambao wanastahili kwa misingi ya Uislamu. Swali la kwanza ni kwamba mimi ningependa mtazamaji anayefuatilia aweze kufaidika na hii. TAMPRO ina muda mrefu bila shaka. Kwa nini imekuwa 2025 kutoa au mmekuwa mkitoa katika miaka mingi? Jambo la mwanzo ni kwamba leo hii tumekutana kwa ajili ya kugawa zaka kwa watu wapatao 40, na hii ikiwa ni awamu ya pili kwa mwaka huu wa 1445 Hijiria. Tulitoa mwezi wa Novemba 2024 kwa watu 30 na leo tumetoa kwa watu 40, na hili ni zoezi endelevu. Na kusema ukweli ni kwamba hii sio mara ya kwanza wala ya pili, tumekuwa tukitoa, ingawa kwa sasa chombo kimeongezewa nguvu, na hasa pia baada ya kuundwa kwa bodi ya Baitul Mali, ambayo bodi hii ni jumuishi, sio tu kwamba inatokana na TAMPRO peke yake, lakini tuna wataalamu kutoka Hayatul Ulama ambao ni umoja wa wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, tuna wataalamu wa fedha kutoka katika vyombo mbalimbali kama SIFCA, NICE Tanzania na kadhalika. Sasa hawa wamekiongezea hiki chombo nguvu, na kama nilivyosema kwamba tumetoa kwa watu 40, lakini zoezi ni endelevu. Tunachokisema sisi ni nini? Tunatoa hamasa popote wale walipo. Tumegawa zaka leo hii mkoani Dar es Salaam, lakini tunafahamu kwamba zaka kuna maeneo mengine pia inawahitaji. Sasa lengo letu ni kwamba chombo hiki cha Baitul Mali, ndio maana inaitwa Baitul Mali Tanzania, kiwe ni chombo cha kitaifa ambapo tutakusanya zaka kutoka katika kila pembe ya Tanzania na kuigawa kwa wahusika katika yale maeneo ambayo wapo. Na zaka tunakusanya ya fedha taslimu, tunakusanya zaka ya mazao, tunakusanya zaka ya mifugo, tunakusanya zaka ya madini na kadhalika na kadhalika. Vigezo gani huwa mnavitumia kama TAMPRO kuweza kujua huyu ni mhitaji wa kupewa zaka na huyu si mhitaji wa kupewa zaka? Kuna mambo kadhaa. Kwanza, zamani tulikuwa tunawatumia viongozi wetu wa dini kwa ajili ya kuangalia watu ambao wanastahili, kwa sababu wao misikitini kwa mfano wanawajua watu ambao ni wahitaji wa zaka. Lakini sasa hivi bodi imeboresha kwamba tutatoa nafasi watu waombe na yale maombi yao yatapitiwa, na kuna vigezo kadhaa ambavyo vinaangaliwa kwa watu wanaoomba. Mojawapo ni hali ya familia. Mtu ambaye kwa mfano mama ambaye ni mjane atapewa kipaumbele kuliko mwingine mama ambaye ana mume. Kwa mfano mama ambaye ni mjane, tunatarajia pia wengi wao wanakuwa pia wana watoto mayatima. Kwa hiyo ukimwezesha huyu unamfikisha mbali sana. Hilo ni eneo la kwanza. Lakini eneo la pili, tunaangalia hali ya makazi. Kuna mtu ambaye unakuta mpaka anavyoomba analeta yale maombi hana makazi, pengine anapanga. Ukimwezesha huyu na yeye akakomboka, ana nafasi kubwa sana ya kuja kujikomboa kiuchumi. Lakini pia tunaangalia hali ya kipato, na hili ni maswali tunauliza, mtu anaelezea hali yake ya kipato. Kwa hiyo wale ambao kipato chao ni cha chini zaidi, kipaumbele wanapewa pia kipaumbele zaidi. Lakini tuseme kwamba kuna baadhi unakuta mtu ana kipengele ana vigezo zaidi ya kimoja, huyu pia atazidishiwa kupewa kipaumbele. Lakini katika vigezo tunavyovitumia ni vile vile vilivyoainishwa katika mafundisho ya Uislamu, kwamba lazima awe mtu katika yale makundi 8 ambayo yameainishwa, wakiwemo watu mafukara, maskini, wenye madeni, wanaojitolea katika mambo ya kheri na kadhalika na kadhalika. Upande wa TAMPRO nimekuwa na fuatilia katika utendaji wenu wa kazi, nimekuta kuna mambo mengi na miradi ambayo mnajishughulisha nayo. Ndio. Kuna watu ambao wanahitajia kuungana na nyinyi TAMPRO. Ni vigezo gani ambavyo mtu anaweza kuvitumia kujiunga na nyinyi, au kama kuna huduma ambazo mnazitoa kama nyinyi, labda uweze kumwambia anayekutazama kwa TAMPRO kwa yote
Kwa kifupi, sisi tunawakaribisha watu kujiunga na TAMPRO. TAMPRO jukumu lake ni moja tu, kama ilivyokuwa Baitul Mali. TAMPRO ni daraja. TAMPRO ni daraja ambalo limewaunganisha wasomi wa fani mbalimbali, ambao sasa wao watawaangalia watu wa hali za juu, wawe ni viongozi, wawe ni wafanyabiashara, wawaunganishe na watu wa chini. Kwa hiyo kama kuna wasomi, wafanyabiashara, viongozi ambao hali zao ni nzuri, waje kuwasaidia watu wa chini huku kwa kuwawezesha kupata fursa mbalimbali za kiuchumi, za kielimu, za matibabu na kadhalika. Hili ndio jukumu kubwa sana ambalo TAMPRO inalifanya. Sasa tunachokisema sisi, mtu ambaye anataka kujiunga TAMPRO, kuna namna nyingi za kujiunga na TAMPRO. Kwa mfano, kwa mtaalamu yoyote wa fani yoyote kuanzia cheti mpaka degree, PhD anaruhusiwa kujiunga na TAMPRO, na tutatumia ule utaalamu wake katika kuwasaidia watu wengine, hususan kwa kuwajengea uwezo wa mafunzo na ushauri wa kitaalamu. Lakini pia tunasema kwa TAMPRO ina miradi mingine ambayo inawasaidia watu ambao hata kama mtu hana utaalamu anaweza akajiunga na TAMPRO, sio moja kwa moja kama mwanachama, lakini moja kwa moja kama mwanafamilia ya TAMPRO. Kwa mfano, mtu ambaye ataingia katika mfumo huu wa Baitul Mali, mfuko wa zaka, huyu anaingia kama mwanafamilia ya TAMPRO. Lakini pia tuna chombo ambacho kinatoa mikopo kwa gharama nafuu, mikopo isiyokuwa na riba, ambayo inaitwa TAMPRO SACCOS. Kwa hiyo kuna mtu anaweza akataa kujiunga, akasema mimi sina utaalamu wote lakini nataka kujiunga na TAMPRO, tuambia karibu, tuna miradi kama hiyo ya TAMPRO SACCOS, na anaweza kupata mikopo ambayo kwa kweli inaendeshwa katika misingi ya Kiislamu, hakuna riba na kadhalika. Ama kama mtu atakuwa ni msomi, mtaalamu, ana fani yake, tuambia karibu, tutakuja kukusaidia hapa, pengine kuwasaidia watu katika mafunzo, labda vikundi vya kina mama, vikundi vya vijana, misikiti, madrasa, taasisi mbalimbali, utatumia ule utaalamu wako kuwawezesha. Hii hasa ndio jukumu kubwa la TAMPRO. Sisi ni kama daraja la kuhakikisha kwamba wale wenye fursa na nafasi wanawawezesha wale ambao bado hawajaweza na fursa. Nakushukuru sana. Kwa jina naitwa Salum Shabani Lupande. Nimesimama hapa kwa nafasi ya makamu mwenyekiti wa Baitul Mal Tanzania. Kama ambavyo wamekwisha elezea wenzangu malengo ya Baitul Mal, leo hii tupo hapa. Mimi kwa ubinafsi kabisa ninayo furaha kubwa sana kuona kwamba ni fursa mojawapo tumeitumia kwa bodi yetu toka imechaguliwa ya Baitul Mal kuweza kusimamia, kukusanya na kugawa zaka, hii ikiwa ni mara ya pili toka tulipochaguliwa. Hili ni jukumu la muhimu sana kwa upande wetu, na tunaomba tuzidi kuombewa dua kama bodi tuweze kuendelea kusimamia kutimiza hii nguzo moja kubwa sana ya Uislamu, na hasa kwa nafasi yetu kama bodi, jukumu kubwa tulilokuwa nalo ni kuhamasisha na kuwakumbusha katika wale ambao watakuwa wamesahau jukumu hili, lakini zaidi ni kuwasaidia wale ambao jukumu hili wanalijua na kila siku wamekaa hawajui wapi pa kuweza kupeleka. Tunasema kwamba Baitul Mal ipo kwa ajili ya kumsaidia kila ambaye ana mali na imefikia kiwango cha kuweza kutakiwa kutolewa zaka, aweze kutimiza jukumu lake kwa njia iliyokuwa salama kabisa. Tunazidi kuwapa uhakika wa kwamba Baitul Mal imeunda bodi ambayo ina wataalamu wafiki, wataalamu wa mambo ya fedha. Lengo kuu ni kuhakikisha tu kwamba yule ambaye anastahili kutoa zaka anafikiwa na hamasa na njia ambazo ziko sahihi, lakini pia ni kuhakikisha kwamba wale ambao wanahitaji zaka wanaweza kutupata. Kama bodi, jukumu letu kubwa kabisa ni kuweza kuunganisha na kuhakikisha chombo hiki kinafanya kazi kwa ufanisi zaidi. Tunazidi kuhamasisha wale wote ambao wanazo mali na wanajua kwamba kwa imani yao zinaweza zikawa zinahitaji kulipiwa zaka, hata kama hawana uhakika kwamba zaka hiki ni chombo ambacho inatakiwa mtu anaweza akafika akapata kueleweshwa na pia kusaidiwa kufanyiwa mahesabu kutokana na asili ya mali yake, iwe ni pesa, iwe ni mali, iwe ni mifugo au iwe ni mazao. Tunao wataalamu ambao watakusaidia wewe Muislamu ambaye una nia ya kutimiza jukumu lako, na baada ya kuwa wamefanya hesabu na kukushauri zaka yako ni kiasi gani, pia watakusaidia kuweza kukuunganisha na wale ambao wanahitaji. Ni chombo ambalo kina uwezo wa kuwakusanya kwa urahisi zaidi wale ambao wanahitaji,
kama ambavyo tumekwishaona, na hamasa kubwa tunaitoa ni kwamba kwa zoezi hili ambalo tunalifanya leo kwa mara ya pili, picha moja kubwa ambayo tumeipata ni kwamba wahitaji ni wengi. Tunaomba turudie takwimu. Walioomba lilipotoka tangazo hili ni watu karibu 1200. Awamu ya kwanza tuliweza kutoa kwa watu 30 tu. Awamu ya pili hii tumetoa kwa watu 70. Kimahesabu ina maana kuna watu 1100 kama na 30 ambao ni wahitaji, na hawa ni wahitaji ambao waliweza kuliona tangazo na wakaweza kukidhi vigezo vya kuomba. Tunapata picha gani hapa? Ni kwamba wahitaji ni wengi kuliko hawa 1200. Kadiri tunavyoendelea na watu wakajua chombo hiki kipo, wale watakaokuwa wanaweza kufikisha maombi hata bila ya kuwepo tangazo watakuwepo ni wengi, na vile vile ni kwamba kwa wale ambao wanastahiki kutoa katika mali zao, basi wajue chombo chetu kipo, ni thabiti kabisa na kina uwezo wa kusimamia na kuhakikisha kwamba sote tunatimiza ibada hii, na wale ambao ni wahitaji wanahitajia basi wanaweza kupata katika iliyokuwa haki yao. Kwa mara nyingine tena tunahamasisha kila mmoja yule mwenye jukumu basi ajue chombo cha kuweza kumsaidia kipo, na yule ambaye ni mhitaji pia ajue kabisa kwamba zaka ni katika haki yake kutoka kwa ndugu zake Waislamu. Billahi samina alim na shaitan rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Wapenzi watazamaji, niliyeko mbele yenu ni Sheikh Ibrahim Ghulam ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya Baitul Mal Tanzania, ambayo ni chombo kinachosimamia ukusanyaji wa zaka na kugawana kwa wanaostahiki. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba leo hii baada ya kuchaguliwa bodi hii kwa mara ya pili, mara ya kwanza ilikuwa ni mwezi wa 11 ambapo tuligawa zaka kwa watu wanaostahiki 30, na leo walillahi alhamdu tumegawa zaka kwa watu wanaostahiki 40. Tunatarajia kwamba tutaendelea na zoezi hili ambalo ni endelevu, na nichukue nafasi hii, fursa hii kwamba kuwashukuru wale wote ambao wameona kwamba ni mnasaba kwao kuitumia Baitul Mal kufikisha zaka zao kwa wale wanaostahiki. Hakika Baitul Mal ina watu ambao ni mobezi, watu maulama ambao ni maarufu, wanaaminika kwa ukweli wao na uaminifu wao. Hawa wanasimama kwa pamoja kuwa ni wasita kati ya wale ambao ni wastahiki na wale ambao wanaowajibikiwa na utoaji wa zaka. Wale wanaowajibikiwa kutoa na utoaji wa zaka, tunaambia kwamba utoaji wa zaka ni jambo la wajibu na ni nguzo, na wale wapokeaji tunaambia kwamba hiyo ni haki yao. Kwa hiyo tunasisitiza kwamba wale wote ambao kwamba wanamiliki mali, sawa ni mali ya kifedha, sawa ni mali ya mifugo, sawa ni mali ya mazao, sawa ni mali ya madini, sawa ni mali ya madini na kadhalika, kila ambacho kinachowajibikiwa na utoaji wa zaka, basi mahali popote katika nchi yetu ya Tanzania wawasiliane na sisi ili tuweze kupokea hicho na kuhakikisha kwamba tunasimamia ufikishaji wake kwa wale ambao wanaostahiki. Na tumeweka utaratibu kwamba tunapopokea zaka katika eneo fulani, basi eneo hilo linakuwa ndiyo eneo tunalogawanya zaka katika eneo hilo tulilopokea, kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoagiza, akamwagiza sahaba mtukufu Muadh bin Jabal kwa kumwambia kwamba tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihi, kwamba inachukuliwa kutoka kwa wenye uwezo wao na inarudishwa kwa wale ambao uwezo wao ni mdogo. Tunaomba ushirikiano wenu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akubalie. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salma Adi Swaleh. Wewe tiki tu. Na Sheikh. Salma Adi Swaleh. Ngoja sauti Sheikh. Salma Adi Swaleh kishasikia. Ngoja Sheikh. Chukua tu hapa moja kwa moja. Hassan Rashid Ali. Huyu mwanafunzi.
Twende. Aisha Idrisa Litanda. Hatua haikusimama gate. Yuko anakuja. Wanafunzi huyo? Wanafunzi. Asiatu Kasim Rashid. Wakati anapokea bahasha mathalan apokee hivi atulie kidogo hapa angalie tupate picha sawa. Haya. Shika tu. Asiatu Kasim Rashid. Uchumi. Hadija Juma Ramadhani. Una taarifa naye. Juma Ramadhan Juma Mariko. Hamisi Juma Mnyuka. Mariam Selemani Mahmudu. Biesha Amidu Abdallah. Sengo Abdallah Sengo. Salima Athmani na Heka. Taratibu. Mmoja. Naona kusana. Tayari. Salima Athmani na Heka. Mwanahamisi Khalfani. Yamila Hussein. Nenda kwa. Ali Hamadi Sharif. Omari Nasoro Omar. Pili Selemani Mazinge, huyu anamwakilisha mwanae. Pili Selemani Mazinge. Anamwakilisha? Anamwakilisha mama yake. Mzazi wake. Fatma Yusuf Nulu. Aisha Abduli Saidi. Ni yule mama basi. Rashidi Salum Fuai. Fatma Abdallah Ulege. Muhammad Saidi Msham. Rabia Bakari Mpwaha. Huyu ni mlemavu wa macho. Mlemavu wa macho. Sogea. Pokea.
Mariamu Sechenga. Mlemavu wa macho nayo. Amen. Muhammad Jumanne Nasoro. Muhammad Jumanne Nasoro. Twende. Hekma Saidi Abdallah. Waalaikumsalam. Ahmed Hamed. Farida Umari Said Saad. Habiba Athmani Mchonjo. Sheikh, kwa maneno mazuri kama ambavyo tumeanza kuyasikia kutoka kwa Amiri wa TAMPRO ambaye ni katibu kwa mnasaba huu. Kimsingi tunaamini kwamba tunastafidi vikubwa kwa maneno na mawaidha ambayo tunayapata, na nia yake ni ile ile kama tulivyoambiana mara ya kwanza, yazidi kutujenga na kuingia katika ibada hii moja kwa moja. Kwa hiyo kwa nafasi hii naomba tumkaribishe mwenyekiti ili naye apate neno, na baada ya hapo tuangalie hatua inayofuata inshallah. Karibu sana. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Ndugu zangu katika imani, wazee wangu, kaka zangu, dada zangu, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema nyingi ambazo anazotuneemesha nazo. Na lau kama tungekaa tuseme kwamba tuanze kuziorodhesha neema alizotuneemesha nazo Allah subhanahu wa ta'ala, tusingeweza kufikia huko. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wapo utaanza kuorodhesha kwamba ufikie ukomo kwenye neema za Allah, huwezi kufikia ukomo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala katika neema zote alizotuneemesha, kuna neema kubwa kuliko nyingine yoyote, nayo ni neema ya Uislamu. Neema ya Uislamu. Neema ya Uislamu ni neema kubwa kuliko neema nyingine yoyote ile. Kwa sababu vyovyote utakavyokuwa wewe, hata ukiwa kwamba katika huu ulimwengu wa dunia ni mtu wa chini kuliko mwingine yoyote yule, lakini ukafa ukawa ni muumini, ni Muislamu, basi utakuwa tu umepitia mitihani hiyo katika huu ulimwengu kwa kipindi cha miaka 60, 70, 80, 100, 120, 150. Lakini baada ya hapo utafika mahala siku ambayo sasa yote haya yatafanya nini? Yatamalizika. Siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atamleta mtu ambaye alikuwa an'amu ahli al-ardh min ahli an-nar, mtu ambaye alienjoy kuliko mwingine yoyote yule katika huu ulimwengu, lakini mtu huyo akawa si nani? Sio Muislamu, akafa katika nini? Katika ukafiri. Mtu huyu atachovya. Tunajua kuchovya? Kuchukuliwa hivi chap akaingizwa, alafu kufanya nini? Akatolewa. Atachovya mara moja kwenye moto wa jahannam, alafu atolewe.
atakapotolewa halafu ataulizwa huyu mtu, hivi ulishawahi kupata neema yoyote? Atakula viapo vyote unavyovijua na usivyojua kwamba hajawahi kupata neema. Pamoja na kwamba katika huu ulimwengu alienjoy kuliko mwingine yoyote. Na ataletwa siku ya Kiyama yule mtu ambaye katika huu ulimwengu alikuwa ni hohehahe kuliko mwingine yoyote, na Allah akampa mitihani aliyompa. Alimkoseza au alimpa kiwango kidogo mno cha mali, akampa magonjwa, akampa katika mitihani. Ataishi miaka hii ya taabu anavyohisi, lakini siku ya Kiyama ikiwa ni katika watu ambao wamekufa na imani na akastahili kuingia pepo, atachovya mara moja katika pepo. Alafu afanye nini? Atolewe. Ataulizwa huyu mtu, hivi wewe ulishawahi kupata tabu? Atakula viapo vyote kwamba tabu haijui sura yake wala utamu wake wala ladha yake. Sasa tumshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala, tutujalia kwamba sisi akatujalia kuwa ni watu ambao ni Waislamu, na tumuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala atuhuishe tukiwa Waislamu na atufishe tukiwa Waislamu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, na msije mkafikwa na umauti isipokuwa mfikwa na umauti mkiwa ni Waislamu. Lakini tuangalie namna hii dini, kwa sababu ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, si dini ya mwanadamu, ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika vitu ambavyo vimewekwa kwamba ni nguzo ya zaka, nguzo ya zaka, na Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kwamba hii iwe ni fardhi, nguzo. Maana yake ikikosekana na Uislamu wenyewe unafanya nini? Unatetereka. Mtu anayekanusha zaka akaipiga vita akapinga, hata kama anasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, huyo mtu tunamzingatia kwamba ni murtad. Kumbuka kwamba katika vita ambavyo alivyovipigana khalifa wa kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, pamoja na kwamba alikuwa na jukumu ya jeshi ambalo lilishaandaliwa na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, jeshi la Sayyidina Usama, lakini akapeleka jeshi la Sayyidina Usama akiwa katika mazingira hiyo kuna watu wamertadi, lakini Sayyidina Abu Bakar Siddiq aliandaa jeshi kwa ajili ya kukabiliana na watu ambao wamegoma kutoa zaka, kuonesha uzito wa nini? Uzito huu wa ibada ya zaka. Na ibada ya zaka tukawekewa utaratibu ni kwamba inachukuliwa tughadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, inachukuliwa kwa wale ambao wenye kujitosheleza, inarudishwa kwa wale ambao uhitaji wao ni mkubwa. Hili jambo sasa tuangalie namna gani kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametumba akatuwekea hii nguzo, ambayo nguzo hii pamoja na utofauti wetu wa kimaisha kwamba wale ambao kipato chao ni kikubwa wanatakikana kwamba watoe katika sehemu ya mali zao ili wasaidie wale ambao hali zao ni duni. Uzuri ulioje wa dini hii, uzuri ulioje! Kwa hiyo tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujalia kwamba zaka kuifanya kwamba ni nguzo katika nguzo za nini? Nguzo za Uislamu. Na kila mmoja wetu aweke nia ya kwamba na mimi namuomba Allah subhanahu wa ta'ala asinifishe isipokuwa kuna siku na mimi ninatoa zaka. Tuwekeni nia hiyo, tusemeni amina. Sote tuweke nia hiyo. Katika nguzo tano za Uislamu, nguzo peke yake iliyowekewa istitani nguzo ya hija. Ndio nguzo peke yake. Nguzo ya hija ikitajwa inatajwa na istitani, mwenye kuweza, lakini zaka haitaji mwenye kuweza. Haitaji. Kuonesha kwamba zaka inaweza kutekelezwa na watu wengi sana. Watu wengi wanaweza kutekeleza ibada ya zaka. Na mara nyingi sana sisi zaka tunaiangalia tu kwenye mtu ambaye ana nini? Anamiliki fedha. Na ikitajwa zaka sisi tunaangalia watu wenye makampuni. Zaka ipo katika maeneo mengi. Kuna zaka ya wanyama,
ng'ombe, mbuzi, haya ni maarufu zaidi katika nchi zetu, lakini ngamia, kondoo hao naona watu wanafanya, wanatakiwa watolewe nini? Watolewe zaka. Watakuwa watolewe zaka. Na hapa tunawafahamisha tunapozungumza haya, kila wale wanaofikia katika maeneo yao huko, ikiwa kwamba wewe ni mfugaji, ni mkulima, ni mchimba madini, elewa kwamba tunacho chombo hichi, na chombo hichi kama alivyozungumza katibu wetu wa bodi kwamba hakina watu wa kupewa zaka, hakina. Wapewaji zaka ni wale ambao wanaonekana kwamba hawa ni wahitaji, na tunapokuja tukasema kwamba kuna mtu ni mchimba madini amepata dhahabu, ikiwa ni Geita, tutamfuata huko Geita, na mali itakayopatikana, dhahabu itakayopatikana, tutawatafuta maskini katika Geita. Sasa tuukhadhu min aghniyaihi wa turaddu ila fuqaraihi. Labda tutakapokuja kujikuta kwamba kuna udharura wa kupeleka sehemu nyingine. Kuna zaka ya madini, kuna zaka ya kilimo, mazao ya chakula, yana zaka mazao ya chakula, mahindi, mchele, ngano, haya yanatakiwa afanyeni, yatolewe zaka. Yakifika kiwango chake, basi unatakiwa kwamba naye ufanye nini? Uyatoe zaka wakati unapovuna. Sasa maeneo yote haya Baitul Mal iko tayari, na kusema hili kwamba tayari tulishawahi kupokea zaka katika mji wa Tanga, na tukagawa kwa watu wa Tanga. Kwa sababu hatutaki tufike mahala ambapo tunaichukua zaka inayotolewa na mtu aliyeko Shinyanga, halafu tunamgawia aliyeko Dar es Salaam. Yule aliyeko Shinyanga atagawiwa na nani? Mtume sallallahu alaihi wasallama alipompeleka Saidina Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu Yaman, alimwambia kwamba tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, inachukuliwa kutoka kwa wenye kipato, inarudisha kwa wale ambao hali zao ni duni. Kwa hii ni ibada ambayo kwamba ni muhimu, na tuweke azma kwamba sisi tunayo azma, na sisi tufike mahala ambapo kwa taufiki ya Allah na sisi tutoe zaka. Tukiweka azma ya kisawasawa, Allah anaweza kutuafikisha. Nakumbuka kuna shekhi wetu mmoja miaka mingi alisema natamani na mimi siku moja nitoe zaka ya kilimo. Na kweli baada ya takriban miaka 3 iliyopita, yeye akamwambia jamani, alhamdulillah, azma yangu imefanya nini? Leo hii nimetoa, au kipindi hiki nimetoa zaka ya nini? Zaka ya kilimo, ya mazao niliyovuna. Ukiweka azma, Allah subhanahu wa ta'ala atakuafikisha. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi al-Qudusi anasema kwamba ana inda dhanni abdi bi, mimi niko vile ambavyo mja wangu anavyofanya nini? Anavyonidhania. Ukimdhania kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atanipa uwezo na mimi nimiliki mbuzi 40 ili nitoe zaka, Allah atakupa mbuzi 40 ufanye nini? Utoe zaka. Ukisema kwamba Allah atanijalia mimi nipate kilo 750 za mahindi nitoe zaka, Allah subhanahu wa ta'ala atakupa 750 ufanye nini? Utoe zaka. Kwa hili ni jambo ambalo kwamba tulielewe kwamba zaka ni nguzo na umuhimu wake ni mkubwa sana, kwa sababu miongoni mwa umuhimu wake ni huku kwamba kuna wenzetu wakati mwingine wanapitia katika mazingira magumu sana, wanahitaji kupata sehemu hii, na ni haki yao. Ni nini? Ni haki yao. Si kwamba ni msaada. La, zaka si msaada. Zaka si nini? Ni haki. Ni haki. Na ndio maana tukawa tunasema kwamba sisi ni wakati na kati, ni wasita, kuambia kwamba jamani, enyi ambao hali zenu ni nzuri, huku chini kuna watu ambao hawana. Kuna baadhi wakati inawezekana kwamba mtu fulani anatoa zaka, lakini anapotoa zaka yeye anaangalia watu ambao watamfikia. Sasa ni watu wangapi ambao watakufikia? Wangapi ambao watakufikia? Na yeye pengine vile ana watu ambao kwamba, na hawa watu pengine wakati mwingine wala hawachungi vigezo vya nini? Vigezo vya kisheria. Na ndio maana tulisema kwamba jamani,
tunahitaji watu wachache, nazo tulisema takriban watu 15, ili hii zaka tuliyopata tuwagawanyie. Lakini tuila tukiangalia tukaona kwamba mahitaji ni makubwa, tuambie kwamba watu waombe na kutoka maeneo tofauti tofauti, kwa sababu tuna maeneo ambayo yapo chini ya usimamizi wa taasisi zetu ambayo zinaunda Baitul Mali. Tukasema haya kuna fomu, TAMPRO kuna fomu, NAIS kuna nini, kuna fomu. Watu wakachukua fomu, wakajaza, wakatoa maelezo yao, yakapitiwa. Si kwamba maelezo yale yamechukuliwa tu, kuna watu wamefanya kazi ya kupitia moja kwa moja, na ndio hatua ya mwisho kabisa tukafika kama jamani, watu waliomba ni 1,200. Sisi tunahitaji watu 15, tunafanya vipi? Sasa kwa msingi huu tujaribu kukusanya wale ambao kwamba mahitaji yao ni ya chini zaidi, na tunaweza kuwasaidia wakawa wengi, tukafikia mpaka watu wangapi? 30. Ndio maana tukasema, tukafika mahali tukasema jamani, katika hali za namna hii tuwaite walao watu 70. Tuambie jamani, hali zenu tunazijua, na kwa kweli nyote nyinyi mlistahiki kwamba mfanye nini, mpate kwa vigezo mlivyoviona nyinyi, na hata sisi baada ya kupitia na kuwasiliana nanyi tumeona kwamba mnastahiki, na wako wengine ambao wanafanya nini, wanaostahiki. Lakini tutafanya vipi? Sasa sisi tumefanya jitihada, nyinyi tukawapata nyinyi 70. Tunawaomba nyinyi 70 mchaguane tupate 30. Maana sisi jitihada zetu tumezifanya mpaka tumefikia hapa, ukomo wetu kwamba nini takufanya baada ya hapa. Tukasema kwamba mkiwa 40, mkiwa 70, kila mmoja akasema kwamba jamani, mimi napendekeza labda fulani, ijapo kwa vikaratasi. Tukatoka na watu wangapi? Watu 30. Lakini wengine 40 walishuhudia kwamba uteuzi ule wa watu 30 haukuwa wa mwenyekiti wa bodi kama mwenyekiti wa bodi, haukuwa wa katibu wa bodi, haukuwa wa mjumbe wa nani, wa bodi. Nyinyi wenyewe pia mlifanya nini? Mlishiriki katika kuchagua kule. Baada hapo tukawapa watu 30, na wengine wakaondoka ikiwa kwamba bado mahitaji yao yapo. Allah Subhanahu wa Ta'ala aliziona nyoyo zenu ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, akamleta mja katika waja wake ambaye amevutika na ule utaratibu uliotumika, akasema jamani, zaka yangu hii ifikisheni. Na tukasema kwamba basi wale 40 ambao walishiriki katika ile hatua ya mwanzo, hawa wawe ni nani? Ni kipaumbele. Wawe ni kipaumbele. Wallahi hamdu, tukafikia mahala ambapo tukasema kwamba sasa watu 40 kwa kiwango hicho tulichokipata, kila mmoja insha Allahu apate shilingi 500 ambazo zitamsaidia katika kile eneo zaka. Tunasema zaka. Hii ni zaka. Hii ni nini? Ni zaka, si sadaka. Ni zaka. Mlihitaji mnastahili mpate zaidi ya hicho, lakini hatuna. Sasa ndio maana nasema kwamba muwe mabalozi, mnaoishi na ndugu zenu, jamaa zenu, marafiki zenu, mwambieni jamani, tuna Baitul Mali ambayo inafanya jitihada ya kuwafikia watu ambao kwamba ni wanyonge. Basi hebu tufikisheni nini? Tufikisheni zaka zetu ili wafikishiwe hawa watu ambao hali zao ni nini? Wana uhitaji wa kupindukia. Kwa hili tunaomba kwamba nini? Ni washirika. Na tunaomba mjizingatie kwamba ni sehemu ya Baitul Mali. Tunaomba fanye nini? Mjizingatie. Nyinyi mliojaza fomu, nyote, wale waliokushapata na wale wasiopata, jizingatieni kwamba ni sehemu ya nini? Ni sehemu ya Baitul Mali. Kwa sababu Baitul Mali huu uongozi ni uongozi tu ambao mwisho wote ulichaguliwa. Mwisho kuna watu ambao kwamba mimi sisubutu kuongoza, lakini wakasema kijana, wewe ongoza hii bodi. Kuna mtu kama Sheikh Ndauga, mimi nitamuongoza vipi? Ni mwenyekiti wangu hapa Hayatul Ulama. Kuna mtu kama Sheikh Taha Suleiman Bani, nitazungumza nini mbele ya Sheikh Taha Suleiman Bani? Kuna watu hawa ambao hizi mvi unazoziona hizi hazikutokeza kwa sababu wanacheza mpira. Zimetokeza kwa sababu wanafanya nini? Wanaitumikia dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Sasa tunaomba ushirikiano wetu kwa pamoja, na kwamba kama maelezo tuliopewa kwamba kile kidogo ambacho kwamba tutakachopata basi tukitumie katika yale ambayo tuliyolengwa, ili kiweze kupunguza makali yale ambayo tuliyokusudia, na huku tukiwaombea dua. Na mkiombea dua Baitul Mal, iombeeni dua Baitul Mal, iombeeni dua Baitul Mal, na kuwahimiza watu ambao mnawafahamu, jamani, anaye mahindi yake ya kutoa zaka atoe zaka kupitia Baitul Mal, mwenye fedha yake, mwenye madini yake, mwenye ng'ombe wake, mwenye mbuzi wake, basi anaweza kuwasiliana na Baitul Mal, na hilo swala akafanya nini, akawa ni mwenye. Katika mwezi wa Ramadhani, tuko katika mwezi wa Ramadhani, wazee wangu, kaka zangu, ndugu zangu, ni kipindi cha kujitengeneza kinafsi, ni fursa. Kuna mengi tumeacha kabla ya Ramadhani, tusije tukathubutu kuyarudia baada ya nini, baada ya Ramadhani. Tusije tukathubutu kuyarudia baada ya Ramadhani, na tuelewe kwamba kadiri tunavyokuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio kadiri ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala inakuwa ni sababu ya tukubalia maombi yetu. Na mfungaji ana dua ambayo haikataliwi. Jiombee wewe mwenyewe, muombee huyu aliyetoa zaka, iombee Baitul Mal, na tuombeeni na sisi watendaji wa Baitul Mal. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe ikhlas, tufanye kazi kwa namna ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka. Tunaelewana mshe? Tunaelewana? Tuombeani dua, tuombeani dua, tuombeeni sana dua, lakini tuzidi kujikurubisha kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutakujikurubisha vipi? Kwanza kabisa kwa kutekeleza yale aliyotuwajibisha. Kila aliyotuwajibisha, ametuwajibishia sala, tuitekeleze nini? Sala. Ametuwajibishia zaka, tutoe nini? Zaka. Ametuwajibishia funga, tufanye nini? Tufunge. Ametuwajibishia zaka, tutoe nini? Hija, tutekeleze ibada ya hija. Ametuwajibishia kuwatendea wema wazazi wawili, tuwatendee wema wazazi wawili. Ametuwajibishia kukaa vizuri na majirani, tusiwauzi majirani, tusiwauzi nini? Tusiwauzi majirani, na kadhalika na kadhalika. Tukifanya haya ndio tutakuwa tumejenga sisi mambo mazuri kabisa kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika hadithi kudusi Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, ma taqarraba al-'abdu ilayya bi shay'in uhibbuhu mimma taraktu alayhi. Mtu hajajikurubisha kwangu kwa jambo nalolipenda kuliko kujikurubisha kwa kitu ambacho nimemwajibishia. Alafu akasema siri jamani, tukaeni vizuri, wala yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Mtu ataendelea kujikurubisha kwa sunna, ibada za sunna. Sala amesala ya fardhi akasala ya sunna. Sala mtu funga amefunga ya fardhi alafu akafunga nini? Sunna. Zaka ametoa alafu akatoa nini? Na sadaka. Hija amefanya alafu akafanya na umra. Mtu ukifanya vitu vya namna hii kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hata uhibba, Allah Subhanahu wa Ta'ala inafika mahala anakupenda. Akikupenda Allah Subhanahu wa Ta'ala, wewe huna tena cha kukihofia, kwa sababu amesema mwanzo wa hadithi, man aada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Yoyote yule atakayemfanyia uadui kipenzi changu, basi mimi namtangazia vita. Mimi namtangazia vita. Nani huyo? Allah Subhanahu. Lakini utapata vipi mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kwa kutekeleza lazima yanayokuwajibikia na kujikurubisha kwake kwa nini? Kwa sunna. Kwa hiyo tujikurubishe sana kwa sunna na faradhi ili tuweze kutekeleza. Na nasitiza tena, nitumie fursa hii kama mwenyekiti wa Baitul Mal, bodi ya Baitul Mal, kuwaomba wafanyabiashara mbalimbali, tunawaomba watu wa mabenki na taasisi za Kiislamu za kifedha, tunawaomba wakulima, tunawaomba wafugaji, tunawaomba wachimba madini, yoyote yule ambaye amefikiwa na wajibu wa kutoa zaka, basi jambo la kwanza atoe zaka. Na tungependelea sana kama zaka yake ataipitishia kwenye bodi ya nini? Baitul Mal. Tunajitahidi kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba inawafikia zaka hii wale wanaostahili, au wale wanaostahili zaidi, kwa sababu wanaostahili ni wengi, lakini wale wanaostahili zaidi tunahakikisha kwamba wanafikiwa na hii zaka ambayo unayoitoa. Kwa hakika tuwaambie kwamba
Mimi katika familia yangu wako watu ambao kwamba ni wahitaji, wako wenye madeni, wako ambao ni hohehahe. Shekhe huyu kwenye familia yake wako ambao ni maskini, ni wahitaji, ni hohehahe, wana madeni. Huyu katibu lakini katika hawa waliota hakuna mtu ambaye katika familia yangu au familia huyu au familia huyu ni katika watu hao. Hakuna. Na wako baadhi waliomba. Wako baadhi waliomba, lakini wengineo wakaonekana kwamba ni wastahiki zaidi kuliko nini? Kuliko wale ndugu zetu. Kuliko wale nini? Wale ndugu zetu. Na sisi tunasema kwamba vigezo ni vile ambavyo kwamba tumefanya tumeviweka. Vikikamilika na wewe unaonekana kwamba wa mbele, basi utakuwa mbele. Sawa unafahamika, sawa ufanye nini? Sawa hufahamiki na yote. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aipe nguvu Baitul Mal, na tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala ndugu zetu hawa ambao walijitolea zaka zao, Allah Subhanahu wa Ta'ala akubalie na awape badala walivyovitoa na ziada, na akurudishie yenye kheri na wao katika dunia hii na katika akhira. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala tukubalie sote. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana mwenyekiti wetu wa bodi ya Baitul Mali. Tunaelekea mwisho, naomba muangalie kama Kasim kama atakuwa tayari huko, tumalize tu taratibu. Ila nitawaombeni jambo moja, kuna mambo huwa sio mazuri sana kuyafanya. Hii sasa angeziondoa, tunadhani haya mengine ni ya ziada, au tuniendelee kuzungumza tu mzee? Sawa. Nilichotaka kusema kae tu pembeni kidogo, au kwa sababu atakuwa na rekodi atachambua mwenyewe. Nilitaka kusema ni kwamba kuna mambo huwa hatuyapendelei sana, lakini tunayafanya kwa sababu mbili. Kwanza kwa sababu ya kumbukumbu. Pili kwa sababu ya hamasa. Asante sana. Sema kwa sauti Sheikh. Kwa sababu ya hamasa. Kwa ajili ya hamasa. Kwa hiyo baada ya hatutafanya kwa mtu mmoja mmoja. Hatufanyi kwa mtu mmoja mmoja. Tutafanya kwa kundi pamoja kuchukua kumbukumbu. Kwa lugha nyingine picha. Sawa lakini itakuwa ni ya pamoja, kwa maana ya kwamba bila kutaja usijui ni nani kuweka kumbukumbu tu kwetu, lakini lingine kwa ajili ya kujenga hamasa, kwa maana ya kwamba kuna watu wengine kama alivyosema Sheikh hapo mwenyekiti, sirudi maneno yake, kwamba kuna mtu alisikia hivi na akaona utaratibu akasema no wa Ramadhani. Basi niwatakieni Ramadhani Karim nyote mliokuwepo hapa. Ama kama ilivyosemekana ni kwamba hatuna itifaki kubwa sana, kwa sababu hili sio swala la matangazo wala kadhalika. Malengo ya siku yetu ya leo kukutana hapa yamekwisha tangulizwa, na kama ambavyo imeelezewa ni kwamba Baitul Mal jukumu lake kubwa ni moja ambalo limegawanyika katika sehemu mbili: kukusanya mali kutoka kwa walionazo katika sisi Waislamu kama tulivyoamrishwa, na kuwagawia wale ambao wana uhitajio zaidi. Hilo ndio jukumu kubwa ambao Baitul Mal inafanya, na kama walivyoelezea mchakato ambao ulipitiwa ule wa mwanzo, mimi nahisi kwa kiasi kikubwa, japo makamu katibu amezungumzia swala la ushauri ambao tuliutoa kwamba wahitaji tulishakuwa nao, hatuna haja ya kwenda nje na kutangaza. Hili lina maana mbili kwa upande wetu. Maana ya kwanza na kubwa zaidi ni kwamba swala hili, kwa sababu hii ni pesa ya watu na kwa ajili ya watu wao, tunawahesabia hivyo, si ndio? Ni kwamba inakuwa ni vizuri kabisa tukaenda katika umma na kuweza kumpa nafasi kila mmoja kuweza kuitathmini hali yake na kuona kwamba yeye ni mhitaji. Tutalizungumzia baadaye kwamba mtu asipate unyonge akiwa ni sehemu ya zaka, kwa sababu hii ni katika ya haki al-mu'min min akhi al-mu'min. Ni haki ya muumini kutoka kwa muumini mwenzie, kwa sababu hii tumeamrishwa kabisa. Lakini la pili, hili la kwa nyinyi ni kundi la pili. Sisi kwetu
linatakiwa liwe kama alivyosema mwenzangu aliyetangulia, muwe ni mabalozi wazuri, kwa maana ya kwamba laiti kama tungesema tunatafuta watu wengine, mimi naamini kabisa na Allah atunusuru, nyinyi wenyewe mliokuwepo hapa ndio mngekuwa mabalozi wetu wabaya, kwa sababu ilikuwa rahisi kabisa tangazo hilo ungeliona au kusema hawa ndo wale wale bwana, unaomba alafu tena au kuna chochote kinachoendelea, si ndio ndugu? Sasa mimi naamini au napenda tukitoka hapa watu watoke na ile imani ya kwamba mara ya kwanza tulipokosa haikuwa kwa sababu mimi ni fulani au aliyepata kwa sababu ni fulani wa fulani, isipokuwa tu ni kwa sababu ilivyotolewa mara ya kwanza kilichokuwepo kilikuwa kidogo kuliko mahitaji. Na sasa kwa sababu imeonekana kimepatikana kingine, hatuna haja ya kutafuta wahitaji wengine, ni kukaa chini na kuhakiki tu. Shekhe al-ukhti, vipi hali yako, bado iko ni vile vile, haijabadilika? Basi hilo ndio lengo kuu, kwa sababu imani tuliyokuwa nayo sisi, wahitaji wetu ni wengi zaidi kuliko watoaji wetu. Mahitaji yetu ni mengi zaidi kuliko vipato vyetu. Kwa hiyo almuhimu, la kwanza kabisa narudia hilo la kwamba muende mkawe mabalozi wazuri, kwamba mlipita katika ule mchakato wa mwanzo. Kukosa katika mchakato wa mwanzo haikuwa na maana yoyote ya kuwa kuna waliochaguliwa watakuwa wabora kuliko watu wengine, kama vile ambavyo tumehusiwa katika maandiko yaliyokuwa matakatifu kwamba hakika aliyekuwa mbora katika sisi ni nani? Ni yule ambaye anamcha Mwenyezi Mungu. Na kwenye hili sasa tutarudi tutaangalia, mwenzangu amesisitiza bwana, kila mmoja atakayepata katika hili ametoa majukumu mawili. Ametoa majukumu mawili. Katika hayo mawili, mojawapo ametoa ni kwamba kuwaombea dua wenzetu waliotoa, lakini la pili na la msingi linalomhusu kila mmoja wetu ni kuhakikisha kwamba iwe ni sehemu ya kumzidishia imani. Inaturudisha kwamba mbora wetu ni nani? Ni yule ambaye anamcha mwenye Allah. Kumcha Allah ni kwamba kila mtu anakuwa ni jukumu lake kumcha Allah kutokana na hali yako, na popote pale ambapo utakuwa. Hali yako uliyokuwa nayo peke yako ikupelekee kwamba uwe ni sehemu ya kumcha Mwenyezi Mungu, kama ambavyo amesema, aliyepewa ametahiniwa na aliyekosa ametahiniwa. Lakini mtihani kuliko yote katika haya mawili ni kutoweza kujikwamua na mtihani ambao umekwisha pewa. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu nilikuwa naomba sana katika haya mawili yote, moja, kuwaombea dua hawa ambao wametoa. Kwa nini tunawaombea dua? Kwanza kabisa ni sehemu yetu sisi ya ibada. Ni sehemu ya ibada katika kujikurubisha na Mwenyezi Mungu. Lakini pili, tunawaombea kwamba Mwenyezi Mungu amewajalia wao kuwa miongoni mwa wale wachache ambao ameweza kuwapa akili na uwezo wa kutimiza moja katika wajibu wao. Zaka ni moja katika wajibu aliyokuwa nao Muislamu katika ibada zake za msingi kabisa. Na sisi wapokeaji, nafasi yetu katika hili, tusijione kamwe ni wanyonge, kwa sababu sisi tumemsaidia yule mwenye jukumu kutimiza jukumu lake. Katika historia ya Uislamu tunaambiwa kwamba ilifika wakati ambapo ni kwamba mtoa zaka anamtafuta mpokea zaka na hampati. Hiyo nayo ilikuwa pia ni changamoto katika maisha. Na sisi tukiwa kama binadamu ndio sawa, na wanasema tu kama tulivyo sisi, ni kama ilivyokuwa wanasema kwamba katika vitu ambavyo tumewekewa ni kwamba tunatakiwa kula katika vitu vilivyokuwa halali, na katika halali ni kuchinja. Kuna watu wanauliza, hasa ukimchinja hawa viumbe wa Mwenyezi Mungu, wao wameumbwa wawe ni waonewe tu? Kwa sababu kuchinja kila mtu anaona ni kuonewa, si ndio? Lakini ahlul ilmu wanasema wale katika bahati waliopata ni kwamba wao kuchinjwa ni katika ibada yao, na Allah amejalia kwamba kila wanapoipata hiyo nafasi ni kwamba wao ndio wanatunukiwa zaidi ya kwamba wao wamekuwa ni sehemu ya maisha yetu wanadamu kutuwezesha kuishi. Vivyo ndivyo ilivyo kwa wenzetu ambao wanatoa zaka. Tuamini tusiamini, hawa wanaotoa zaka wanatuhitaji sisi kama vile sisi tunavyoona kwamba tunawahitaji. Kwa hiyo muhimu tu nirudishe kwenu ni kwamba tuwaombee sana dua hawa wenzetu ambao wao wameweza kutoa. Lakini la mwisho na la muhimu zaidi kuliko lote katika nani ya zaka, moja ya malengo makuu ya zaka ni kujaribu kadiri inavyowezekana kumjalia mpokeaji
mwakani awe mtoaji. Mpokeaji kesho na kesho kutwa awe ni mtoaji. Na hili linakuwaje? Wengi wetu tutaangalia hali zetu, tutasema kwa hali niliyokuwa nayo mimi, jamani, naweza kweli nikanani hii, nimeambiwa watu watapata kiwango kilichokuwa sawa. Kwa hesabu za haraka alizofanya msemaji kwamba biashara ya karanga ni kama 13,000 ambayo inaonekana kuwa ni ndogo, lakini akasema atakachopata mtu leo itakuwa ni sawa na kuwawezesha wale wa mama mara 20, si ndio? Peke yake kimahesabu imenipelekea kupata picha ya kwamba kila mmoja atapata kiasi gani. Kama katika hawa watakaopata, tukimwacha wa matibabu, atakuwa ni wa elimu, ni kwamba hiki kiasi kitakusaidia wewe kuinua elimu yako kidogo, na elimu yako utakayopata kesho na kesho kutwa itakuja kukusaidia wewe kufanya shughuli ambayo tofauti na ungefanya sasa na elimu yako ilikuwa kidogo. Kutokana na elimu yako hiyo, kile ambacho utakifanya aidha kwa kupata kipato chako ni kwamba unategemewa uweze kuja kuchangia wengine ambao watakuwa ni wahitaji zaidi. Lakini pia katika elimu kuna jukumu moja ambalo ni la msingi kabisa. Kila anayepata elimu ameelimika, akiweza kumwelimisha mwingine tayari pia na yeye ni mchango wake. Huo ni kwa upande mmoja. Kuna wale ambao tumepewa nafasi kiasi hiki kwa ajili ya kundi la watu wa uchumi. Uchumi maana yake atakwenda kufanya shughuli kwa namna moja au nyingine. Hizi shughuli hata kama itakuwa ni ndogo kiasi gani, shughuli yenye manufaa, uwezekano mkubwa itakuwa ni ile shughuli ambayo hautoweza kufanya peke yako. Nitachukulia mfano tu mmoja, kwamba kama kweli itakuwa wewe unaochouza ni karanga, si ndio? Zile karanga ni kwamba utaenda kununua kwa mtu ambaye utakuwa umeuinua uchumi wake. Lakini zile karanga uwezekano kwamba utakaanga wewe mwenyewe, utauza wewe mwenyewe ni mdogo. Kuna uwezekano utakuwa na watu ambao watakuwa nao pia watauza. Kuna mtu utakuwa umemsaidia kwa namna moja au nyingine. Lakini kuweka nia, kwa kila kidogo ambacho unakuwa nacho, mtafute yule ambaye anahitaji kidogo zaidi ya kile ulichokuwa nacho wewe, na wewe pia uweze kumsaidia. Hiyo ndio itakuwa nasaha yangu kwenu, kwamba zaka inatakiwa imbadilishe yule ambaye anapokea kwa namna moja au nyingine, kesho na yeye awe mtoaji. Utatoa kwa kuwapa watu ajira kwa sababu utawalipa, utatoa kwa namna moja au nyingine, kesho na kesho kutwa utamkuta mtu anahitajia muda ambao wewe unakutana nayo. Shida yake ni kwamba hana futari tu siku hiyo, anachohitaji pengine ni 1,000 katika biashara yako ambayo faida umepata ile 6,000 tulioambiwa. Ukitoa 1,000 utabakia na 5,000, bado ni faida na inaweza kukusimamisha wewe. Lakini mwisho wa yote ni kuombeana kwamba Allah aweze kutuinua sote kesho na kesho kutwa, tuwe na hali zilizokuwa bora zaidi, na sisi tunaweza kuwa mabalozi wazuri zaidi, kwa sababu kama tumepita katika mchakato huu, kesho kutoa chako ili kuweza kumsaidia mtu mwingine huenda ikawa sio ngumu sana kama yule ambaye kitu hiki kwake anakisikia tu, walimu wakielezea na maulamaa wakitupa nasiha. Wa hadha, salamu alaikum wal afwa minkum, na nawatakieni Ramadhani iliyokuwa njema. Kwa jana tulikuwa tunatoa 200,000. Kwa sababu nampa 200,000. Akasema basi naomba na mimi mumpe mtu mmoja kama sadaka yangu tu, sio kama amelipwa zaka, kama sadaka yangu. Alifanya hivyo. Kwa hiyo tunaombeeni ndugu zangu muwe mabalozi kwa hawa katika huu mradi wetu. Lakini la pili ni kuwaombea dua. Kuwaombea dua. Na hii sisemi kwamba ni dua ya pamoja, hapana. Wewe mwenyewe pale ulipo waombee dua hawa ambao tayari wameshatoa, lakini na hata wale ambao bado hawajatoa, ili kukipa nguvu hiki chombo chetu. Na la mwisho ndugu zangu, tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mimi nitasema neno moja tu ndugu zangu. Hichi kidogo ulichopewa, kiwe ni cha kulipa deni, kiwe ni cha matibabu, kiwe ni cha elimu, au unaenda kufanyia biashara, ni lazima tujitahidi kadri tuwezavyo tuwe karibu na Allah subhanahu wa ta'ala ili abariki mambo yetu. Wababa hapa ninyi mliopo, wangapi leo wamesali subuhi kwa jamaa? Wanyoshe mkono. Allah tuwezeshe sote inshallah. Ni lazima tujikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili abariki hizi jitihada zetu ndugu zanguni. Baraka ni nini?
Yawezekana leo kuna mtu kapewa shilingi 100,000 au kapewa shilingi 50,000, shilingi 100,000 au shilingi 50,000, lakini ile shilingi 100,000 au 50,000 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiingiza baraka itafika mbali. Baraka ni kitu kidogo, Mwenyezi Mungu anakifanya kinakuwa kikubwa. Kitu kinakuwa ni kidogo au kikubwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala anakiingizia manufaa. Allah kama hajaingiza baraka katika juhudi yako, unapambana, unahangaika kule na huku na huku na huku, mambo hayaendi, kwa sababu lile jambo Allah hajaingiza baraka. Sheikh Ghulam atakuja kueleza hapa. Jana tulikuwa tunaftari, akawa anawaeleza, akatufundisha miongoni mwa mambo mawili. La kwanza, jambo la kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah Sheikh, kwa ridha yako utaweza kugusia hata kidogo. La kwanza, kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. La pili, kupata mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni mambo gani atakufanya uwe karibu na Allah, na ni mambo gani atakufanya upate mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu, tumuombe Allah atie baraka katika kitu tulichokipata na tusikidharau. Labda mimi niwaulizeni kina mama ninyi, wale wa mama wanaotembea wanauza mihogo, nazi na nini, mtaji wao ni shilingi ngapi? Ndio namalizia hapa, hatuna mazungumzo mengi. Wale wa mama wanatembea na mabeseni, wale ana beseni, ana mihogo, ana karanga, ana nazi, ana nini, mtaji wake mnajua ni shilingi ngapi? Au ndizi ni shilingi ngapi ule mtaji? Mbwe njoo hapa, wewe si ndio ulikuwa unawafundisha mambo ya ujasiriamali? Njoo usisikie haya ili ueleweshe vizuri. Anasema 200,000. Yule anayebeba kabeseni hivi, kabeseni, Sheikh Lupande nyenye ndio wataalamu hapa, msikie. Kabeseni kale anatembea na anasomesha na watoto na anaendesha familia. Kale kabeseni kale amekabeba hivi kichwani. Mnajua mtaji wake ni shilingi ngapi? Kina mama anayejua atuambie. Kina baba anayejua atuambie mtaji wake shilingi ngapi? Mtaji wao mpaka na lile beseni, makamu mwenyekiti na mwenyekiti, ni shilingi 13,000. Haya sio kwa kuhadithiwa eti ni mtu, hapana. Na yule bwana ni msikiti mmoja pale Ilala, amewafanyia utafiti wale wa mama mmoja mmoja, kawauliza. Baada ya kuwauliza wengi wakamwambia mtaji wetu ni hauzidi hapo aliposema mzee pale, hauzidi 15,000 mpaka bei ya beseni. Wale wa mama alifanya yeye, aliwatafuta watu wenye uwezo, akawaorganize, wakampa pesa za kuwapa wakina mama 200. Leo hichi kiwango wewe unachoweza ukapewa ukakiona kidogo. Nimekupa mfano wa huyo mtu. Na wastani wa faida unajua kwa siku ni shilingi ngapi? Nani anajua? Kina mama. Wastani wa wale watembea na mabeseni ni shilingi ngapi faida? 6,000 mpaka 7,000 kwa siku. Siku akikosa kabisa 5,000. Anakula, anasomesha watoto na nini. Maana yangu ni nini? Maana yangu ni kwamba hichi kidogo tulichopewa unaweza ukakiona kidogo. Sasa zidisha mara ngapi? Hicho kiasi unachopewa leo wewe, kwa wale mnakwenda kwenye biashara, wenye matibabu hatusemi. Hicho kiasi unachopewa wewe kinaweza kikawapa wamama zaidi ya 20. Unapewa mtu huyu mmoja. Lakini yote kwa yote ni kwamba unaweza kuwa una kidogo, unaweza kuwa una kikubwa. Kama Allah hajatia baraka, basi kile kitu hakiwezi kufanya nini? Hakiwezi kufika mbali. Kwa hiyo ya kwangu ndugu zangu, kwa kifupi ni hayo. Tuombe kushirikiana. Na kwa kumalizia sasa, wakati mwingine hili hawa mabwana hawa, naombeni msikae mbali sana, msikae mbali sana. Kwa mfano hawa ambao wanaenda katika masala ya ujasiriamali, huenda kesho na kesho kutwa watu wakakuhitaji ninyi. Hii ni zaka, sio sadaka, haina masharti. Kuna watu walituambia bana, tuchukue zaka hii tuweke kwenye SACCOS na nini. Maulama wakasema hapana, hii ni zaka, ukishampa umempa. Lakini yawezekana huyu bwana Mrisho anataka kukuelekeza njia nzuri njia nzuri. Kwa hiyo ukiwa karibu, jamani mmeitwa au mtu anataka kufuatilia, mtu mmoja sasa na sasa wale wanatusaidia, alafu wanaanza kutuuliza sasa kwa nini wanaanza kutufuatilia. Hapana jamani, lengo hasa ni kutaka kuona mtu anafanya nini, anafika mbali. Na niombe Sheikh Mrisho, huko tunakoelekea tuangalieni uwezekano hata wa kuwa na vikundi. Tulishapata watu ambao wenyewe wanapendelea zaidi kuwezesha vikundi. Kwa hiyo inawezekana labda kina mama kadhaa wakajiunga, wakaanzisha kikundi chao pengine
cha biashara, alafu kwenye kile kikundi bwana tumesogea hapa basi anaweza akatokea mtu mwingine sasa, mimi nataka kutuwezesha kile kikundi. Mkiwa mmejiunga inakuwa ni rahisi zaidi. Nilikuwa naongea na mtendaji wetu wa SACCOS pale, nikamwambia hebu tutafutie orodha ya kina mama ambao au wanani wateja nini wanachama wenu ambao wanajitahidi lakini hali zimekaa vibaya. Anaweka akiba lakini anakwama. Kwa tunaandaa huo utaratibu inshallah, na utakapokaa vizuri tutakuhusisheni, na kwa wale watakaokuwa tayari basi tutakwenda pamoja. Na kama nilivyoeleza, niombe tu kwamba msikae mbali, tukurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili atie baraka, lakini pia tuwe mabalozi wazuri kwamba jamani kuna chombo chetu. Na labda kwa kuwaarifu tu, hiki chombo kiliundwa na vyombo vikubwa viwili ambacho ni Hayatul Ulama pamoja na TAMPRO. Wengi mlikuwa mnakwenda ofisi za TAMPRO, na imetengenezwa bodi ambayo sasa imeshirikisha watu wengi, watu muhimu. Na hizi ndio ofisi za Hayatul Ulama, ambapo shehe wetu hapa Ibrahim Ghulam yeye ni katibu mtendaji wa hii ofisi, na wengine mlikuwa mnakuja TAMPRO, na kuna wengine walichukulia fomu zao ofisi inaitwa NICE. Nani alichukulia fomu NICE? Kule Magomeni Morocco? Yes. Huyu bwana ndio afisa mtendaji mkuu wa ile taasisi inaitwa NICE Tanzania, lakini pia ni katibu mkuu wa chombo kinachosimamia masuala ya miamala ya fedha ya Kiislamu kwa maana Islamic Banking and Finance. Yeye ni katibu inaitwa SIFCA, yeye ndio katibu wake mkuu, lakini pia ndio afisa mtendaji mkuu wa ile NICE Tanzania kule Kinondoni. Kwa hiyo haya maeneo yetu yote, na hata ule mgao mmoja tuliufanyia NICE. Kuna watu wamekuwa wanakuja pale Magomeni ambapo ndio ofisi ya hawa mabwana, tulitoa pia form na form nyingine wachache walichukulia hapo. Wangapi walichukulia hapo katika nini hapa? Naona. Kwa hiyo na baadhi mlichukulia hapa. Hizo zote ni ofisi zetu. Inshallah baada ya kusema hayo sasa naomba nichukue nafasi hii kumkaribisha makamu mwenyekiti. Hatuna itifaki kubwa sana. Azungumze yale anayoona inshallah yanaweza yakawa na manufaa kwa wastahiki wetu katika awamu hii ya pili. Karibu sana brother Salum Lupande. Salamu wa Ramadhani, basi niwatakieni Ramadhani karimu nyote mliokuwepo hapa. Ama kama ilivyosemekana ni kwamba hatuna itifaki kubwa sana, kwa sababu hili sio swala la matangazo wala kadhalika. Malengo ya siku yetu ya leo kukutana hapa yamekwisha tangulizwa, na kama ambavyo imeelezewa ni kwamba Baitul Mal jukumu lake kubwa ni moja ambalo limegawanyika katika sehemu mbili: kukusanya mali kutoka kwa walionazo katika sisi Waislamu kama tulivyoamrishwa, na kuwagawia wale ambao wana uhitajio zaidi. Hilo ndio jukumu kubwa ambao Baitul Mal inafanya, na kama walivyoelezea mchakato ambao ulipitiwa ule wa mwanzo, mimi nahisi kwa kiasi kikubwa, japo makamu katibu amezungumzia swala la ushauri ambao tuliutoa kwamba wahitaji tulishakuwa nao, hatuna haja ya kwenda nje na kutangaza. Hili lina maana mbili kwa upande wetu. Maana ya kwanza na kubwa zaidi ni kwamba swala hili, kwa sababu hii ni pesa ya watu na kwa ajili ya watu wao, tunawahesabia hivyo, si ndio? Ni kwamba inakuwa ni vizuri kabisa tukaenda katika umma na kuweza kumpa nafasi kila mmoja kuweza kuitathmini hali yake na kuona kwamba yeye ni mhitaji. Tutalizungumzia baadaye kwamba mtu asipate unyonge akiwa ni sehemu ya zaka, kwa sababu hii ni katika ya haki almu'min min akhi almu'min, ni haki ya muumini kutoka kwa muumini mwenzie, kwa sababu hii tumeamrishwa kabisa. Lakini la pili, hili la kwa nyinyi ni kundi la pili. Sisi kwetu linatakiwa liwe kama alivyosema mwenzangu aliyetangulia, muwe ni mabalozi wazuri, kwa maana ya kwamba laiti kama tungesema tunatafuta watu wengine, mimi naamini kabisa na Allah tunusuru, nyinyi wenyewe mliokuwepo hapa ndio mngekuwa mabalozi wetu wabaya. Kwa sababu ilikuwa rahisi kabisa tangazo hilo ungeliona, au kusema hawa ndo wale bwana. Unaomba alafu tena hakuna chochote kinachoendelea, si ndio ndugu?
Sasa mimi naamini au napenda tukitoka hapa watu watoke na ile imani ya kwamba mara ya kwanza tulipokosa haikuwa kwa sababu mimi ni fulani au aliyepata kwa sababu ni fulani wa fulani, isipokuwa tu ni kwa sababu ilivyotolewa mara ya kwanza kilichokuwepo kilikuwa kidogo kuliko mahitaji. Na sasa kwa sababu imeonekana kimepatikana kingine, hatuna haja ya kutafuta wahitaji wengine, ni kukaa chini na kuhakiki tu, Shekhe al-Ukhti, vipi hali yako, bado iko ni vile vile, haijabadilika. Basi hilo ndio lengo kuu, kwa sababu imani tuliyokuwa nayo sisi, wahitaji wetu ni wengi zaidi kuliko watoaji wetu. Mahitaji yetu ni mengi zaidi kuliko vipato vyetu. Kwa hiyo almuhimu, la kwanza kabisa narudia hilo la kwamba muende mkawe mabalozi wazuri, kwamba mlipita katika ule mchakato wa mwanzo. Kukosa katika mchakato wa mwanzo haikuwa na maana yoyote ya kuwa kuna waliochaguliwa watakuwa wabora kuliko watu wengine, kama vile ambavyo tumehusiwa katika maandiko yaliyokuwa matakatifu kwamba hakika aliyekuwa mbora katika sisi ni nani? Ni yule ambaye anamcha Mwenyezi Mungu. Na kwenye hili sasa tutarudi tutaangalia, mwenzangu amesisitiza bwana, kila mmoja atakayepata katika hili ametoa majukumu mawili. Ametoa majukumu mawili. Katika hayo mawili, mojawapo ametoa ni kwamba kuwaombea dua wenzetu waliotoa, lakini la pili na la msingi linalomhusu kila mmoja wetu ni kuhakikisha kwamba iwe ni sehemu ya kumzidishia imani. Inaturudisha kwamba mbora wetu ni nani? Ni yule ambaye anamcha mwenye Allah. Kumcha Allah ni kwamba kila mtu anakuwa ni jukumu lake kumcha Allah kutokana na hali yako na popote pale ambapo utakuwa. Hali yako uliyokuwa nayo peke yako ikupelekee kwamba uwe ni sehemu ya kumcha Mwenyezi Mungu, kama ambavyo amesema, aliyepewa ametahiniwa na aliyekosa ametahiniwa. Lakini mtihani kuliko yote katika haya mawili ni kutoweza kujikwamua na mtihani ambao umekwisha pewa. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu nilikuwa naomba sana katika haya mawili yote, moja, kuwaombea dua hawa ambao wametoa. Kwa nini tunawaombea dua? Kwanza kabisa ni sehemu yetu sisi ya ibada. Ni sehemu ya ibada katika kujikurubisha na Mwenyezi Mungu. Lakini pili, tunawaombea kwamba Mwenyezi Mungu amewajalia wao kuwa miongoni mwa wale wachache ambao ameweza kuwapa akili na uwezo wa kutimiza moja katika wajibu wao. Zaka ni moja katika wajibu aliyokuwa nao Muislamu katika ibada zake za msingi kabisa. Na sisi wapokeaji, nafasi yetu katika hili, tusijione kamwe ni wanyonge, kwa sababu sisi tumemsaidia yule mwenye jukumu kutimiza jukumu lake. Katika historia ya Uislamu tunaambiwa kwamba ilifika wakati ambapo ni kwamba mtoa zaka anamtafuta mpokea zaka na hampati. Hiyo nayo ilikuwa pia ni changamoto katika maisha. Na sisi tukiwa kama binadamu ndio sawa, na wanasema tu kama tulivyo sisi, ni kama ilivyokuwa wanasema kwamba katika vitu ambavyo tumewekewa ni kwamba tunatakiwa kula katika vitu vilivyokuwa halali, na katika halali ni kuchinja. Kuna watu wanauliza, hasa ukimchinja hawa viumbe wa Mwenyezi Mungu, wao wameumbwa wawe ni waonewe tu, kwa sababu kuchinja kila mtu anaona ni kuonewa, si ndio? Lakini ahlul ilmu wanasema wale katika bahati waliopata ni kwamba wao kuchinjwa ni katika ibada yao, na Allah amejalia kwamba kila wanapoipata hiyo nafasi ni kwamba wao ndio wanatunukiwa zaidi ya kwamba wao wamekuwa ni sehemu ya maisha yetu wanadamu kutuwezesha kuishi. Vivyo ndivyo ilivyo kwa wenzetu ambao wanatoa zaka. Tuamini tusiamini, hawa wanaotoa zaka wanatuhitaji sisi kama vile sisi tunavyoona kwamba tunawahitaji. Kwa hiyo muhimu tu nirudishe kwenu ni kwamba tuwaombee sana dua hawa wenzetu ambao wao wameweza kutoa. Lakini la mwisho na la muhimu zaidi kuliko lote katika nani ya zaka, moja ya malengo makuu ya zaka ni kujaribu kadiri inavyowezekana kumjalia mpokeaji mwakani awe mtoaji. Mpokeaji kesho na kesho kutwa awe ni mtoaji. Na hili linakuwaje? Wengi wetu tutaangalia hali zetu, tutasema kwa hali niliyokuwa nayo mimi, jamani, naweza kweli nikanani hii, nimeambiwa watu watapata kiwango kilichokuwa sawa. Kwa hesabu za haraka alizofanya msemaji kwamba biashara ya karanga ni kama 13,000, ambayo inaonekana kuwa ni ndogo, lakini akasema atakachopata mtu leo
itakuwa ni sawa na kuwawezesha wale wamama mara 20, si ndio? Peke yake kimahesabu imenipelekea kupata picha ya kwamba kila mmoja atapata kiasi gani. Kama katika hawa watakaopata, tukimwacha wa matibabu, atakuwa ni wa elimu, ni kwamba hiki kiasi kitakusaidia wewe kuinua elimu yako kidogo, na elimu yako utakayoipata kesho na kesho kutwa itakuja kukusaidia wewe kufanya shughuli ambayo tofauti na ungefanya sasa na elimu yako ilikuwa kidogo. Kutokana na elimu yako hiyo, kile ambacho utakifanya aidha kwa kupata kipato chako ni kwamba unategemewa uweze kuja kuchangia wengine ambao watakuwa ni wahitaji zaidi. Lakini pia katika elimu kuna jukumu moja ambalo ni la msingi kabisa. Kila anayepata elimu ameelimika, akiweza kumwelimisha mwingine tayari pia na yeye ni mchango wake. Huo ni kwa upande mmoja. Kuna wale ambao tumepewa nafasi kiasi hiki kwa ajili ya kundi la watu wa uchumi. Uchumi maana yake atakwenda kufanya shughuli kwa namna moja au nyingine. Hizi shughuli hata kama itakuwa ni ndogo kiasi gani, shughuli yenye manufaa, uwezekano mkubwa itakuwa ni ile shughuli ambayo hautoweza kufanya peke yako. Nitachukulia mfano tu mmoja. Kwamba kama kweli itakuwa wewe unaochouza ni karanga, si ndio? Zile karanga ni kwamba utaenda kununua kwa mtu ambaye utakuwa umeuinua uchumi wake. Lakini zile karanga uwezekano kwamba utakaanga wewe mwenyewe, utauza wewe mwenyewe ni mdogo. Kuna uwezekano utakuwa na watu ambao watakuwa nao pia watauza. Kuna mtu utakuwa umemsaidia kwa namna moja au nyingine. Lakini kuweka nia, kwa kila kidogo ambacho unakuwa nacho, mtafute yule ambaye anahitaji kidogo zaidi ya kile ulichokuwa nacho wewe, na wewe pia uweze kumsaidia. Hiyo ndio itakuwa nasaha yangu kwenu, kwamba zaka inatakiwa imbadilishe yule ambaye anapokea kwa namna moja au nyingine, kesho na yeye awe mtoaji. Utatoa kwa kuwapa watu ajira kwa sababu utawalipa, utatoa kwa namna moja au nyingine, kesho na kesho kutwa utamkuta mtu anahitajia muda ambao wewe unakutana nayo. Shida yake ni kwamba hana futari tu siku hiyo, anachohitaji pengine ni 1000 katika biashara yako ambayo faida umepata ile 6000 tulioambiwa. Ukitoa 1000 utabakia na 5000, bado ni faida na inaweza kukusimamisha wewe. Lakini mwisho wa yote ni kuombeana kwamba Allah aweze kutuinua sote kesho na kesho kutwa, tuwe na hali zilizokuwa bora zaidi, na sisi tunaweza kuwa mabalozi wazuri zaidi, kwa sababu kama tumepita katika mchakato huu, kesho kutoa chako ili kuweza kumsaidia mtu mwingine huenda ikawa sio ngumu sana kama yule ambaye kitu hiki kwake anakisikia tu, walimu wakielezea na maulamaa wakitupa nasiha. Wa hadha, salamu alaikum wal afwa minkum, na nawatakieni Ramadhani iliyokuwa njema. Wanafunzi huyo? Wanafunzi. Asiatu Kasim Rashid. Wakati anapokea bahasha, mathalan apokee hivi, atulie kidogo hapa, angalie ili tupate kitu sawa. Haya. Shika tu. Asiatu Kasim Rashid. Uchumi. Hadija Juma Ramadhani. Una taarifa naye. Juma Ramadhan Juma Mariko. Hamisi Juma Mnyuka. Mariam Selemani Mahmudu. Biesha Amidu Abdallah. Sengo Abdallah Sengo. Salima Athmani na Heka. Taratibu mmoja. Wanakusana. Tayari. Salima Athmani na Heka. Mwanahamisi Khalfani. Yamila Hussein. Nenda kwa.
Ali Hamadi Sharif. Omari Nasoro Omar. Pili Selemani Mazinge, huyu anamwakilisha mwanae. Pili Selemani Mazinge. Anamwakilisha? Anamwakilisha mama yake. Mzazi wake. Fatma Yusuf Nulu. Aisha Abduli Saidi. Ni yule mama basi. Rashidi Salum Fuai. Fatma Abdallah Ulege. Muhammad Saidi Msham. Rabia Bakari Mpwaha. Huyu ni mlemavu wa macho. Mlemavu wa macho. Sogea. Pokea. Mariamu Sechenga. Mlemavu wa macho naye. Sogea. Sogea. Tena. Muhammad Jumanne Nasoro. Muhammad Jumanne Nasoro. Hekma Saidi Abdallah. Waalaikumsalam. Ahmed Hamed. Farida Umari Said Saad. Habiba Athmani Mchonjo.